ukuaji wa uchumi wa taifa. Napenda kuwapongeza wawekezaji wote mtakaokabidhiwa hati leo. Serikali inatambua mchango wenu mkubwa katika kukuza uchumi, kuongeza ajira kwa wananchi wetu na kuongeza mapato ya taifa. Kupitia Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, serikali itaendelea kushirikiana nanyi kwa karibu kuhakikisha changamoto zote zitakazojitokeza zinapatiwa ufumbuzi kwa wakati. Kwa hitimisho, na wasihi wawekezaji kuzingatia kikamilifu masharti ya mikataba, sheria na kanuni za nchi, pamoja na kuzingatia masuala ya uwajibikaji katika jamii na utunzaji wa mazingira. Serikali ina imani kubwa kwamba uwekezaji wenu utaleta tija inayokusudiwa kwa taifa letu. Nawatakia uwekezaji mwema na wenye mafanikio. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengine tena, makofi ya nguvu kwa mwakilishi wa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji. Mheshimiwa Waziri, sasa naomba kwa ridhaa yako nimkaribishe Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bagamoyo, Mheshimiwa Subira Mgaru. Karibu sana kwa salamu za jimbo. Bagamoyo oye! Mheshimiwa Rais Dr. Samia oye! Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo, waziri wetu Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa Kunenge, Mheshimiwa DC wetu Mheshimiwa Shaibu, wakuu wa taasisi mliopo hapa, kwa mwenyeji wetu mkurugenzi wa TISEZA, naibu katibu mkuu tume ya mipango, waheshimiwa madiwani ikiwemo mwenyeji wetu hapa, naona uwakilishi wa viongozi wa chama, lakini wadau wetu wa taasisi binafsi. Kwa niaba ya wananchi wa jimbo hili la Bagamoyo, nimesimama hapa kwa heshima na taadhima, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo hili leo hapa ni historia kutokana na jitihada mbalimbali zilizoanza muda mrefu, miaka 15 si haba. Kwa nichukue fursa hii kiukweli tuanze kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi wana Bagamoyo tunatambua tangu alipokuja kufanya mkutano wa kampeni hapa Kibaha tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu, alieleza mipango ya serikali juu ya miradi mbalimbali ya kimkakati katika jimbo letu la Bagamoyo. Lakini wakati pia anazindua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 mwezi wa 11, kwenye hotuba yake ilijielekeza kwenye miradi ya kimkakati ikiwemo eneo hili la kiuchumi katika wilaya yetu ya Bagamoyo. Kwa hiyo leo kuanza hii safari, na Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu, kwa jambo la kuja hapa kuzindua kongani ya vijana ikiwa ndani ya siku 100 za utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan muhula wa pili, ikiwa pia kukabidhi hati kwa wawekezaji wa awali wa 6 waliotajwa hapa. Sisi wana Bagamoyo tunaona yale matumaini ambayo yalianza katika awamu ya 4 kaja awamu ya 5, lakini awamu hii ya 6 ndoto hii inakwenda kutimia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ameahidi, ameanza kutekeleza. Lakini kwa kuwa pia waziri wetu tangu imeunda hii wizara mahususi ndio ulikuwa waziri, tunakupongeza kukuteulia tena, na umehangaika na jambo hili. Waswahili wanasema useme za olewa vimeundwa. Umeiweka kwenye dira yetu, umeweka kwenye ilani yetu. Tulipokuwa tunafanya kampeni hapa Zinga, kwa kweli tulikuwa tuna maneno mengi ya kusema, na tukasema Zinga na Bagamoyo itaiwakilisha nchi hii kwa miradi yenyewe ya kimkakati ya kuanza mwenyewe Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante Mheshimiwa Waziri. Lakini tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa na mkuu wa wilaya, maana hawa wamekuwa wakitupokea sana wanazinga. Ile kamati yetu
ya kufuatilia maslahi ya wananchi wa Zinga. Ofisi zao zimekuwa kimbilio, wamekuwa wakitusikiliza, lakini na mamlaka hii mpya TISEZA nayo imeanza vizuri, tunashukuru sana. Kwa hiyo nimalizie kwamba natambua tukio hili kwa kuwa na kihistoria, na sisi tumesubiri subira ya vuta heri. Tunaamini hata yale ambayo yamesalia si mpya, ikiwemo fidia kwa baadhi ya maeneo, watu wa Kondo, watu wa Kiromo, baadhi pande pale Mlingotini wenyewe, lakini hata hapa tunayo nafasi nzuri. Ni eneo hili kubaki miliki ya serikali, na kwamba wale wawekezaji watakuwa wanapangishwa kwa masharti ambayo yamewekwa. Huu uamuzi wa kizalendo, na kwamba kwa kuwa itaendelea kubaki eneo la serikali, tunaamini yale maombi yetu ambayo tumekuwa tukijadiliana, TISEZA mmekuwa mkisikiliza ile kamati, na kwa mara ya kwanza ofisi imefunguliwa hapa, na naomba kama mwakilishi wa wananchi milango iendelee kuwa wazi, na mimi mwenyewe na wanaele wananchi na diwani na baraza la madiwani pia na mwenyekiti wa halmashauri tuje kwa TISEZA wizarani. Mheshimiwa Waziri ametupa fursa zaidi ya kuendelea kutusikiliza, kwa sababu bado eneo liko la serikali. Yale madai mengine ya fidia, yale eneo mbadala ambayo tuliahidiwa, na mimi niliahidi ni serikali, na kwa kuwa dhamira imeonyesha na hii kauli mbiu yetu kazi na utu inatafsirika vizuri, na kwa kuwa mimi kama mwakilishi pia nimekuwa nikiwaambia kwamba wakati wa muhula wa kwanza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nimeona maajabu hususan ya malipo ya fidia Liganga na Mchuchuma imelipwa fidia. Lakini hata hapa mkoa wa Pwani kuna kipande cha barabara ya Mpangani Mkanje, palikuwa na maelezo maombi ya ziada, Mheshimiwa Rais akalipa fidia. Lakini hata barabara ya Tamko Mapinga pia kulikuwa na masuala ya fidia, Mheshimiwa Rais akalipa fidia, serikali yake anayosimamia. Kwa hiyo mimi kwa jambo la fidia nimewaambia wananchi hatuna mashaka, mambo yanakwenda kwa mazuri. Ombi langu la mwisho, nadhani kwa kuwa eneo bado la serikali, tufanyie mapitio kadri mtakavyoona inafaa. Tuna mahitaji ya ujenzi wa masuala ya huduma za jamii. Ilani imeelekeza kujenga kituo cha afya hapa Mazinga, imeelekeza pia masuala ya sekondari na mambo kadha wa kadha. Lakini pia tunaomba maeneo ya kuzikia pia, kwa sababu bado wananchi waliotoka katika maeneo haya wameendelea kuzika katika maeneo haya. Lakini hata hapa pia yapo pia makaburi. Tunawaomba wawekezaji mliopata maeneo haya leo muangalie pia kadri mtakavyoendelea kutengeneza ile eneo, kuzingatia utu kama ambao kauli mbiu inasema. Nimalizie kwa kuahidi tutashirikiana na nyinyi, TISEZA, wizara, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini kipekee kwa wawekezaji ambao pia hapa mmepewa maelekezo masuala ya mazingira, tutatoa ushirikiano. Lakini furaha yetu kubwa ya kujengwa pia kwa chuo, kulitokeza kwa wawekezaji hapa kutaka kujenga chuo. Tuna imani vijana wa Bagamoyo watakwenda kupata fursa, na hususan kongani ya kwanza kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais inakwenda kuzinduliwa hapa Bagamoyo. Asante.